إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها إلى جنات النعيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، إخوة الأعزاء، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى، واعلموا أنكم بين يدي الله سبحانه وتعالى موقوفون، وعلى أعمالكم مجزيون ومحاسبون. يقول رب العزة والجلالة في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير لكم وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. أحبائي وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعنوان خطبتنا اليوم يتمحور إلى المكان: السمع والطاعة عند الأمراء. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja kipenzi chetu mtume wetu Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, ninakuhusieni lakini pia vile vile na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Waislamu, anwani na maudhui ya hutuba yetu ya leo ni kama ifuatavyo: ala raiya as-samu wa taa inda al-umara. Ni jukumu la kila raia alazimiane na usikivu na utiifu kwa viongozi wake wanaomuongoza walio madarakani. Hii ndio anwani na maudhui ya hutuba yetu ya leo. Viongozi wetu ambao tunatakiwa kama raia na kama waumini, tunatakiwa tuwatii viongozi wote ambao wapo katika mamlaka kisheria, na huu ni Uislamu, sio propaganda wala sio siasa. Na haya ndiyo maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Sasa ni sawa sawa kiongozi huyo awe ni kiongozi wa serikali au kiongozi wa dini au namna ya kiongozi wa aina yoyote ile atakayo kuwepo kisheria. Kiongozi wa dini
anatakiwa atiiwe kwa mujibu wa maandiko ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani na sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kwa kuwa yeye ndiye anayetuongoza, kutuelewesha na kutufundisha katika maandiko hayo. Na ikiwa ni kiongozi wa serikali, anatakiwa asikizwe, atiiwe kwa mujibu wa mwongozo wa katiba iliyokuwa ndani ya nchi hiyo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa halu majara. Ndugu zangu, bila ya utiifu na usikivu tutakuwa tumejisababishia hasara, hatari, machafuko na maharibiko, kwa sababu tutakuwa tumekwenda mrama. Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallama anasema kwamba watu wanapokuwa watatu, basi wamfanye kiongozi mmoja wapo, na wale wawili watakuwa under control katika usikivu na utiifu, ili safari iweze kwenda salama. Hivyo basi tunatakiwa tuheshimu mamlaka na yale maagizo yote wanaoyaagiza viongozi wetu waliopo kwenye mamlaka hayo kwa mujibu wa katiba yetu. Basi ni vyema sisi kama raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa yale yote wanayotuamrisha tuyafanye, isiwe yale ambayo yenye kumuudhi Mungu na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na yale yote wanayotukataza kama viongozi wetu wa juu. Sisi raia ni jukumu letu kukatazika, na tukifanya hivyo tutakuwa ni wenye kupata thawabu, na tutakuwa tumetekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Viongozi wetu wa dini wanatakiwa tuwaheshimu na tuwasikize kwa mujibu wa maandiko yaliyopo katika kitabu chetu kitakatifu cha Qur'an na sunna za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu wao ndio wanatuongoza katika shughuli zote za huduma ya kiroho, shughuli zote za kiibada, shughuli zote za kuishi vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana hapo ndani ya Qur'ani katika suratul Nisa aya nambari 59 andiko limeshuka na inatakiwa tulizingatie. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametunadi kwa sifa ya imani alipotuambia, ya ayyuhalladhina amanu, eni ninyi mliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa kweli mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi atiu Allah, mtiini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, msikizeni Mwenyezi Mungu anataka nini kwenu, anakuamrisheni nini Mwenyezi Mungu mfanye ili mpate thawabu na muende peponi, na anakukatazeni nini Mwenyezi Mungu msifanye ili mkifanya mtakwenda motoni. Atiu Allah, mtiini Mwenyezi Mungu, wa atiu Rasul, na mumtii Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya hapo Mwenyezi Mungu akatoa maelekezo kwa kusema, fa in tanaza'tum fi shay'in, anajua kupo kupishana, kupo kukindana, kupo kutoelewana. Nini solution? Nini suluhisho? Fa in tanaza'tum, na huyu ana rai hii na mwingine ana mtazamo huu, mwingine ana mtazamo yule, mwingine ana mtazamo hasi, mwingine ana mtazamo chanya.
Mwenyezi Mungu anasema farudduhu ila Allah. Hilo jambo lililo kutofautisheni, hilo jambo lililo kutatizeni, farudduhu ila Allah, lirejesheni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalieni ndani ya Qur'ani jambo hilo Mwenyezi Mungu anasemaje. Warasuli, na jambo hilo mlilo tofautiana lirejesheni kwa Mtume Muhammad. Maandiko, sunna, hadithi za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama zinasemaje? Mwenyezi Mungu akasema dhalika khairul lakum, kufanya hivyo mnapotatizana mkarejesha jambo linalokutatizeni kwa Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad, khairul lakum, hivyo ni bora kwenu nyinyi kuliko mkaendelea kugombana, mkaleta machafuko, mkavunja amani, mkavunja udugu, mkashindwa kuelewana. Dhalika khairul lakum, kurejesha hilo lililokutatizeni kwa Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, khairul lakum, ni bora kwenu nyinyi. Wa ahsanu ta'wila, na ndio suluhisho lililokuwa bora zaidi. Hakuna suluhisho kama yale tunayotofautiana ndani ya dini yetu ya Uislamu, tukayarejesha kwa Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, hapo tutakuwa tumeondoa tatizo. Lakini katika mamlaka, viongozi wetu wa serikali, tukiwa kama raia, tunapotatizwa na jambo, basi ni vyema watu wakarejea katika katiba mama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watu wa vyama wakarejea katika katiba zao za vyama, na hata wabunge wakarejea katika miongozo yao ya bunge. Dhalika khairul lakum, kufanya hivyo kwenu ni bora. Wa ahsanu ta'wila, na hilo ndiyo suluhisho bora zaidi. Ndugu zanguni, nimalizie hutuba yangu kwa kusema tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tulimuomba Mwenyezi Mungu atupe kiongozi aliyekuwa bora, sio bora kiongozi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukubalia na ametuitikia dua zetu, walillahi alhamdu. Kiongozi aliyerejea madarakani, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ni kwa mpango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupitia dua tulizoziomba kwamba Mwenyezi Mungu atupe kiongozi atakayeliongoza taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye atakuwa ni kiongozi bora na mwenye nia thabiti katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hilo tunasema alhamdulillah. La msingi, uchaguzi umekwisha, maisha yanaendelea. Tuvunje tofauti zetu, tujenge umoja wetu, tuamiliane kama tulivyokuwa tunaamiliana, tuishi kama Watanzania, lakini tuishi kama ndugu moja, watoto wa Adam na Hawa. Si vyema kuona leo kwamba bado kuna dosari ya viashiria vya uvunjifu wa amani, tena viashiria hivi vikifanywa tena la kushangaza na la ajabu zaidi na baadhi ya mabaraza ya kidini au taasisi za kidini, kwa kuandaa nyaraka, kuandaa matamko, kutoa maelekezo kwa serikali. Mimi nasema hili sio sahihi, na huu ni upotoshaji, kwa sababu dini ina mwongozo wake kwa mujibu wa vitabu vyake, na serikali ina mwongozo wake kwa mujibu wa katiba yake, na hata bunge lina mwongozo wake kwa mujibu wa mwongozo wa bunge, na vyama navyo vina mwongozo wao kwa mujibu wa utaratibu wao vyama vilivyojiwekea. Sasa leo viongozi wa dini kuingilia uongozi wa mamlaka, kwenda kutolea matamko, manyaraka, tukaacha shughuli zetu za kuamrisha waumini wetu wajikite katika dini, wajikite katika kuienzi amani ya taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wajikite katika kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Tukaingilia shughuli
na mamlaka ya serikali, ambapo mamlaka ya serikali haiongozwi na Biblia wala haiongozwi na Qur'ani, inaongozwa na katiba yake. Na kwa mujibu wa katiba, serikali haina dini. Sasa nitakushangaa wewe kiongozi wa dini ukatoa amri na vitisho na maelekezo kuielekeza serikali. Wewe utakuwa ni chanzo cha vurugu, chanzo cha uvunjifu wa amani na utulivu. Kwa hivyo ni wasihi viongozi wa dini wenzangu, tushike mambo yaliyopo katika vitabu vyetu, tushike Qur'ani na sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tushike Bible zetu na Injili zetu, tuendeshe ibada zetu ndani ya misikiti yetu na makanisa yetu, kama vile serikali yenyewe ilivyokuwa haina dini, lakini wananchi wake wana dini na wana uhuru wa kuabudu dini yoyote wanayoitaka pasi na kuvunja katiba ya nchi, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anasema, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha jambo lisilomhusu. Jambo letu mimi kama kiongozi wa dini, linalonihusu mimi na maamuma wangu, ni kufanyia kazi kitabu cha Mwenyezi Mungu, kufanyia kazi maamrisho ya Mwenyezi Mungu, kufanyia kazi kuacha yale makatazo ya Mwenyezi Mungu, na wala sio kuielekeza serikali au kumwelekeza kiongozi, raisi au hata spika wa bunge au jaji mkuu mahakama. Huu ni upotoshaji na tunakwenda mrama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Alhamdulillahi alladhi wahda wa sadaqa wa'ada wa nasara 'abada wa a'azza junda wa hazama al-ahzaba wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Amma ba'du, ikhwata al-a'izza, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad, warda Allahumma 'anil khulafa'ir rashidin Abi Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman dhin-Nurayn wa Ali al-Murtala wa kafat ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.